Yes, karibu sana tena ndani ya media Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson. Ukiniona katika mnara huu unajua nimekuja kuwapasha habari gani. Na katika mada wetu ya leo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026, katika mada yetu ya saa 5 na dakika 30 kuwapasha habari yetu ya mchana. Na kwa kweli mbele ya kuzungumza mengi zaidi ama nije kufungua kurasa zangu naambia mashabiki zangu kwa eneo tofauti ama eneo ingine tofauti, umeweza kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kikufikia mara kwa moja, uko tayari kunisikiliza na kutega sikio na kwa kweli kuelewa kitu na kuja kuwapesha ama kupasha katika mchana wetu wa habari. Na katika kurasa zetu, mashabiki zangu tokea Amerika, mko je, mmeshinda vipi? Mmeamuka aje? Najua kule Amerika sasa wamelala asubuhi. Kwa kweli tukielekea katika East Africa ama African, tout le monde, je remercie tout le monde, vous avez participé, vous avez écouté la télévision. Na kama ni yako mara ya kwanza kusikia television hii, jiabone, endelea kupartage, endelea kufanya subscribe kwa sababu kipindi chetu kikufikia mara kwa moja, uko unatusikiliza 5 kwa 5, ama sio? Mashabiki zangu nawapenda zaidi, na katika mchana wa leo ngoja niwapashe habari zenye tuko nazo. Kabla nikuje kuwapasha, ndawapeleka nyuma kidogo. Niliwaambia huku Walikale sasa ni muda wa bandege tu ndio hizo ndege zinapita, lakini hizi ndege sio ndege za kivita, ni ndege za, naona ni ndege tu za MONUSCO zinaendelea kupita eneo hili na zikielekea katika eneo ya Peti. Ngoja niwapeleke sasa kuwapasha habari zetu katika uwanja mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tangu tarehe 2 na tarehe 1. Mapambano ilikuwa moto zaidi katika eneo ya tofauti, lakini tangu leo asubuhi ya leo hakuna mlio wa masasi umeendelea katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika eneo tofauti, lakini kuna mahali pamoja kulienda kumelia mzuko kidogo kidogo, bado haijakawia zaidi, na atakuja kuwapasha katika eneo hizi. Na mbele ya kuanza kuwapasha, ngoja turudi tangu tarehe 2 ya mwezi wa 3 mwaka 2023. Mnajua tayari Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika eneo ya huko Plateau, eneo ya Sud Kivu, katika uwanja wa mapambano katika sehemu ama katika territoire ya Fizi, decoupement ya Fizi, ndani ya centre-ville ya Minembwe, na katika eneo tofauti zumbatia ama zimekinga eneo ya Minembwe tayari iko kwa mikono ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wanajeshi wasaidizi wa wazalendo. Na katika eneo ya Mikenge, mnakumbuka eneo ya Mikenge ilikuwa kweli katika eneo bidii sana, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilikuwa imewekeza, kwa sababu ili Mikenge ikishikwa tayari eneo zingine ni rahisi sana kuelekeza kufika. Katika habari zetu mnajua kama Mikenge tayari iko kwa mikono ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mpaka Kakenge, na sehemu nyingine inaita Kisirita, na sehemu nyingine inaita Bilalombili na Bitego, na hizi ni eneo tayari zimekuwa na wanajeshi wa FARDC. Lakini na mpaka tukaona katika wanajeshi wa FARDC waliendelea kusonga kwenda mpaka eneo inaitwa Kalingi na sehemu nyingine inaitwa Lusuku. Hizi ni eneo tayari wanajeshi wa FARDC waliendelea kuavance na kusonga mbele, na katika eneo lingine linaitwa Kasamaka na eneo lingine linapoitwa Misepo. Hizi ni eneo zimekinga ukao ama eneo tayari ya huko muji ya muji ya Minembwe huko katika eneo tofauti za vijiji hizi. Na kwa sasa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kuigiza wanajeshi zaidi, na hii ni taarifa ya leo asubuhi, mchana wa leo. Hakuna mahali vita yupo katika eneo ya Sud Kivu, lakini wanajeshi kutokea eneo tofauti wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waliendelea kuingia kwa wingi zaidi kwa kwenda peana rafo ama kupeana msaada katika eneo ya uwanja wa mapambano. Na kwa sasa mahali inaitwa Nyambula katika eneo ya huko Walikale tayari wanajeshi, ilikuwa jana wanajeshi wa M23 pamoja na wanajeshi wa FARDC waliendelea kushambuliana katika eneo hili, lakini bado hapa mambo ikakuja kubadilika
serikali ya Jamhuri ya Kongo bado haijafaulu kushika hizo eneo. Mpaka kwa sasa mapambano inaendelea muda wa mchana wa leo. Na katika taarifa nyingine tuko nalo kuwaelekeza tayari katika kijiji cha Buhimba. Buhimba tayari iko katika mikono ya wanajeshi wa M23. Tarehe ilikuwa jana tarehe 2 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Katika ndani ya media Bukavu TV ndio kuwapasha habari zetu katika eneo tofauti. Kumbuka Buhimba iko katika ndani ya degroupement ama ndani ya eneo ya Walikale. Kwa sasa wanajeshi wa FARDC walijitahidi kuangalia kama wanaweza kutoa wanajeshi hawa wa M23 katika eneo ya Buhimba, lakini hawajafaulu. Kumbuka wanajeshi hawa wa M23 kwa sababu ujua waingie katika eneo ya Buhimba, walipita katika eneo inaitwa Kibanga, na katika eneo ya Kibanga wakajipenya katika eneo lingine inaitwa Kiseka, na hapo Kiseka wakajipiga kona lingine la katika kijiji lingine inaitwa Katengora. Hapo Katengora sasa ni hapo dakika karibu kilomita 13 kufika eneo ya Buhimba. Unanielewa vizuri? Na hapo kumbukeni, hizo eneo zote zilikuwa tayari zimeshikwa na wanajeshi wa wazalendo na wajeshi wa FARDC. Na kwa sasa wahasi hao walipita nyuma hizo mashamba hizo, hawajengea vijiji hizo ili wakuje shika Buhimba. Buhimba ilikuwa tayari kuna wanajeshi wa FARDC na wazalendo, lakini walikuwa hawajajua ni nini inaweza kuendelea. Na hao wanajeshi walikuwa wakitoka katika Centreville ya Masisi, na hili ni taarifa nimewaletea katika ndani ya media Bukavu TV. Kila mara ukiendelea kuwa pamoja na mimi utaendelea kunisikiliza moja kwa moja. Na hatua katika kwa sasa kiongozi wa M23 anaitwa Bahati, gouverneur wa Nord Kivu, anaendelea kufanya mkutano kila sehemu popote ya wakahaji population na kufanya renseignement ya wakahaji ili waendelee kujenga. Anasema tayari wanakuja kurejesha amani ama kukomboa eneo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anasema serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haiongoze gisi inahitajika. Na hili ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV, tunawaletea kutokea katika eneo ya Nord Kivu, tunawapasha habari kutokea sehemu hili. Na ninakuja kuwapeleka katika eneo tayari ya sehemu inaitwa Kamituga. Tumepata taarifa ya kutokea Kamituga, eneo inaitwa Kisimbaka. Huko ni kijiji cha Kisimbaka, eneo mahali wanachimba madini huko yenye naitwa Kuivre. Na kwa sasa katika taarifa letu tuko nalo, umeonekana wamama 3 wamefariki katika shimo la mawe mahali ya kuchimba madini. Na hili ni taarifa ndani ya media Bukavu, endelea kuwapasha habari sehemu tofauti. Na kama ushafanya subscribe, like, comment, endelea kusubscribe. Kama ni mara yako ya kwanza, endelea kutuma ujumbe wako sababu niambie tayari unasikiliza kutokea eneo gani. Na kwa sasa ngoja niwapeleke katika eneo tayari ya Centreville ya Uvira. Hatua le gouverneur Jean-Jacques Purisi tayari anaendelea kufanya ama kuendelea kufanya usafi katika ndani ya Centreville ya Uvira. Leo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026 ameendelea kufanya mkutano na viongozi pamoja na meya wa Centreville ya Uvira pamoja na wanajeshi ama polisi. Comment vous avez encadré la population? Wanasema hakuna haja ya kuibia wakaaji ama linda mkaaji na mali zake. Na katika sehemu viongozi vya chama vya wazalendo William Yakutumba pamoja na kiongozi wa Ngoma Zito anasimamia sasa ama mtetezi wa wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kupambana katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Amesema tayari kila mahali popote wazalendo wapo, inabidi walinde mkaaji na mali zake, walinde raia na mali zake, wasiangalie ukabila yoyote, iwe Mnyamlenge inabidi wamprotege. Wana tatizo na nani? Na mwanajeshi, sio kabila. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu kutokea kwa kiongozi wanachama wa wazalendo ama Yakutumba, William Yakutumba pamoja na kiongozi anaitwa Ngoma Zito. Na kwa sasa katika eneo ya hapo Mikenge wanasema wakaji wote inabidi walinde umoja, iwe Wanyamulenge wako huko wasiwanyanyase. Lakini kumbukeni kimoja, katika wazalendo kuna wale tayari wana vichwa viko tofauti, mnakumbuka hiyo. Na kwa sasa serikali ya wazalendo inabidi wake bidii kwa kweli, kwa sababu sio watu wote wanasikia kwa limoja, ama sio? Na kwa sasa nakuja kuwapatia habari tayari tuko nalo kutokea ndani ya muji
ya Manyema. Tayari uko Manyema kumeendelea kupitikana mambo tofauti. Hatua serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaendelea kufanya uchunguzi, kwa sababu wamesikia tayari kuna watu wameingia karibu 22 wasiojulikana katika eneo ya Manyema, na kwa sasa inaendelea kuwa uchunguzi kwa kufahamu au watu ni watu gani. Ukweli nitakuja kuwapasha habari muda wetu wa jioni, kuwapasha habari ya uhakika yenye niko nayo, na ngoja niwapeleke tayari eneo ya hapo Kasai. Kwa sasa mambo inaendelea kuonekana vipi? Mambo inaendelea kuonekana kivipi? Mambo Kasai kwa sasa, mafunzo ya wanajeshi tayari wanaendelea kujifunza ndani ya santre ya Bangaka. Hapo tayari inawezekana kama ndani ya Kasai kunaendelea kuonekana kambi kubwa ya wanajeshi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kwa sasa tumeona tayari eneo inasema tayari viongozi vya wazalendo vinasema kwa nini hao ama wazalendo wamoja kutokea eneo tofauti wanaendelea kusema kwa nini hawa waende kwenye centre de formation ili uende kufanya mazoezi kama wanajeshi wengine. Ili ni taarifa kutokea ndani ya media ya Bukavu TV. Ukiendelea kunisikiliza mara moja kwa tano, endelea kuwapasha habari inaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nikiwapeleka eneo ya Kisangani. Tangu tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026 kumepatikana, mnakumbuka kulipatikana drone 4 ziliendelea kusirikeye katika eneo ya uwanja wa ndege wa hapo Kisangani, lakini tayari viongozi vya chama vya hasi M23 vinaendelea kuigiza na kusema tayari hao ndio wameendelea kutuma hizo drone na kuendelea kutembea katika, kwa sasa wamesema wako katika eneo ya karibu na Kisangani, na hii ni ndani ya media ya Bukavu TV ni taarifa. Na katika Jamhuri ya Amerika imepatia serikali ama viongozi vya chama vya RDF kutoka nchini Rwanda masharti, kwa sababu kuna vitu vingine hawawezi kufanya kwa sababu kupitia mikataba hawakubaliana na serikali ya Jamhuri ya Kongo. Na kwa sasa viongozi vya chama vya RDF majenero karibu 4 wote wamepewa malipizi na Amerika kwa sababu wao hawatii sheria ya haki ya binadamu. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media ya Bukavu TV, na kama unavyonisikiliza mara kwa tano, utaendelea kunisikia ujumbe moja kwa moja. Fanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kikufikia ukipate mara kwa moja. Unanisikiliza kutokea eneo gani? Na ama kipindi chetu cha mchana unakisikia vipi? Na kwa kweli mashabiki zangu tokea nchi kigeni, naendelea kuwashukuru zaidi USA, America, Canada, nyinyi wote nawatakia hata usiku njema, kwa sababu watu wa Amerika wote wamelala, mpaka Canada, Australia, Faransa, sehemu lote ya wazungu wamelala. Lakini tukielekea katika sehemu ya Afrika, nawashukuru zaidi, mwende kunisikiliza mara kwa moja. Hii ni media ya Bukavu TV na mimi nawapenda zaidi kutokea katika eneo ya media Bukavu TV, na inaonekana katika edikota ya hapo katika inara ama munara wetu wa media Bukavu TV sehemu ya Walikale. Na kwa sasa Walikale leo asubuhi hakuna mlio yote. Kwa sasa taarifa tuko nayo tangu leo, hakuna mlio iko sehemu popote ndani ya Jamhuri ya Demokrasia, so tu ile magomvi tu kidogo kidogo, lakini taarifa ya ukweli ama vita ya mno bado haijakuwa. Ni kama vile serikali ama wahasi M23 wanajipanga, gisi serikali nayo inajipanga kushambulia mahali eneo tofauti, na kama tayari gisi wahasi nao wanaweza kuwa wamejipanga kushambulia eneo tofauti. Hii ni technique de combat. Asante sana, endelea kunisikiliza mara kwa moja, endelea kuwapasha habari yetu muda wetu wa saa 12:20 ndani ya media Bukavu TV. Nawatakia mchana mwema, muwe na usikilivu mwema na kunisikiliza mara kwa moja. Hii ni media Bukavu TV. Mungu aende kuwabariki na watakia muwe na usikilivu mwema.